tuko wengi. Okay. Waliokuwepo Ijumaa tulikuwa na somo nalosema kwa nini unateseka? Kwa nini mtu anafungwa? Kwa tulijifunza mambo mengi. Na Jumapili pia kuna watu walimuona Mungu katika viwango vingine. Message ziko nyingi hapo, watu wanaotuma zinanibariki. Na mnapopata message najisikia vizuri. Amen. Watu wanapojibiwa mahitaji yao, kwangu pia naongezewa nguvu ya kumtafuta Mungu. Amen. Kwa unapotendewa kitu usifiche. Hallelujah. Lakini Ijumaa nilijifunza habari kwa nini mtu anateswa, ambapo baadaye niligusia habari ya nyota. Na sikutaka kurudi kwenye somo hilo, lakini nilijikuta jana Mungu akisema na mimi kuhusu habari ya nyota ya mtu. Na nitakufundisha leo kadri Mungu atakavyotufundisha. Nataka mwaka huu nyota za watu ziachiliwe. Sema amina kama unabarikiwa. Na kama wewe ni mhudhuriaji mzuri wa ibada, ziko shuhuda zimekuwa zikitolewa, nyota za watu zimeanza kuachiliwa taratibu taratibu. Na kama ya kwako bado, amini tu, maana kuna zingine nyota zimeachiliwa, ziko njiani katika ulimwengu wa roho kuja. Sema amina kama unabarikiwa. Leo nataka tuangalie kitu kimoja, kwamba nyota ya mtu inaweza kuonekana katika sehemu nne. Nyota ya mtu inaweza kuonekana katika sehemu nne. Waliokuwepo Ijumaa nimesema nyota ni nini? Nyota ni neema ambayo, au kibali, au ni kitu ambacho Mungu alimpa mwanadamu yeyote aweze kuishi. Ile kwamba Mungu amekuumba akakuleta duniani, hajakuleta kwa hasara. Aliweka pia ndani yako mito ya kuishi. Ndio maana ukisoma kitabu cha Mwanzo, maandiko yanasema alipoumbwa Adam, katika bustani ya Adam kulikuwa na mito minne. Nenda kasome hiyo habari kwenye kitabu cha Mwanzo. Kulikuwa na mito minne. Maandiko yanasema yapate kuitilia bustani maji. Maana yake ndani ya binadamu kuna mito. Na ndio maana wachawi wanapotaka kukuharibu, hawakuharibu sura, hawapambani na mwili, wanapambana na mito yako ya ndani. Wanakausha mito ya ndani, wanakausha nyota yako, wanakausha zile baraka. Na leo nimekuja nikufundishe, angalau kama wamekamata nyota yako, leo tuwakamate, tuwanyang'anye, waachie baraka zako. Hebu sema amina kama unabarikiwa. Mwambie mwenzako usilale, kodoa macho sawa sawa. Mwambie kwa makini vizuri. Sasa nyota ya mtu inaweza kuonekana katika sehemu nne. Nyota nimesema ni neema ambayo kila binadamu anayo. Hakuna mtu aliyezaliwa kwa hasara duniani. Hata kama pua yako imekaa kama sijui nani, hata kama mdomo imekaa kama tembo, hata kama una kiuno kama wengine walivyo navyo, hata kama umenenepa lakini una tumbo, una kiuno, una mdunduko. Umeona kuna wengine wananenepa lakini huko hana, lakini anatumba na sukuma tumbo huko. Ya hiyo vyote ulivyo, kuna kitu Mungu ameweka ndani yako. Vyote ulivyo, kuna kitu Mungu ameweka ndani yako. Iwe unadhaminiwa na jirani, iwe unadhaminiwa na mtu, udhaminiwi, kuna kitu cha thamani unachobeba ambacho hakionekani kwa jinsi ya kimwili. Na hicho ndicho kitu kinachopigwa, ndipo maisha yako yanaharibiwa. Hicho kitu kiking'aa, kila mmoja atakutafuta. Na ni maombi yangu leo kila mmoja leo akutafute katika jina la Yesu. Sema amina. Namba moja, nyota yako inaweza kufuatwa. Namba moja, nyota yako inaweza kufuatwa. Namba mbili, inaweza kuonekana ikang'aa. Yaani nyota inaweza ikaonekana ikang'aa kabisa. Lakini namba tatu, inaweza kunyenyekewa na kuabudiwa. Yaani nyota yako inaweza kufuta watu wakakunyenyekea, wakakuheshimu, wakakupa unachotaka. Hiyo ndo kazi ya nyota. Sijui kama unanielewa. Namba 4 ambayo ni ya mwisho, inaweza kuwafadhaisha maadui. Na nitakwambia kuna watu mnapita mahali pagumu na mnajiuliza mbona nina vita katika familia. Ngoja leo nitakwambia kwa nini una vita, na wakati mwingine hauna hata chochote. Yaani haujajenga, hauna maisha mazuri, lakini unakuta una vita, na vita vile unashindwa kuelewa vinatoka wapi. Leo nitakwambia kwa nini unapata vita na kwamba hauna chochote, na wala huwachukii wanadamu, lakini unashangaa tunachukiwa bure. Leo nataka pia nikufundishe ili tukiingia kwenye maombi tumwambie shetani tumejua siri zote. Ni saa ya kuachia vitu vyetu, ni saa ya kuachia nyota zetu, ni saa ya kuachia neema zetu. Namba moja, inaweza kufuata. Hebu tuangalie kitabu cha Mathayo mlango wa 2 mstari wa 1 na wa 2. Anasema nyota inapong'aa inaweza kufuatwa na watu wazuri
na watu wazuri na wachawi na kuzimu inaweza kuvuta, inaweza kufuatwa ili kuharibu hiyo nyota. Anasema hivi, nyota inaweza kung'aa ikafuatwa, lakini mizimu na wachawi wanaweza wakaifuata ile nyota kwa lengo la kuharibu. Ndio nakwambia, namba moja, nyota yako inaweza ikafuatwa. Sasa ngoja nikwambie, kuna watu tangu mmezaliwa nyota yenu zimeharibiwa. Siku unazaliwa kwenye tumbo la mama yako, wachawi wanajua aliyezaliwa ni nani, kwa sababu wanaona ile nyota. Ukisoma hicho kitabu cha Mathayo mlango wa 2 utakuta Yesu anazaliwa, maandiko yanasema nyota iling'aa. Alafu anasema mamajusi toka mashariki waliongozwa na nyota. Hao mamajusi hawakupewa barua, hawakupewa taarifa, walipewa taarifa na nyota iliyong'aa, na nyota ilienda mpaka kwa Yesu. Kazi ile nyota ni kuashiria kwamba aliyezaliwa ni nyota za kifalme. Wacha nikwambie, kuna watu unabeba nyota za kifalme mahali hapa na hakuna mtu anawatambua, na yamkini kuna mizimu ilishafuata ile nyota kwenda kuharibu. Leo nataka nitangaze, nyota yako ya kifalme lazima iachiliwe kwa damu ya mwana kondoo. Lazima iachiliwe kwa damu ya mwana kondoo. Sema amina. Sema amina kama unabarikiwa. Kwa hiyo inaweza ikafuatwa ikaharibiwa. Nyota inapong'aa inaweza kufuatwa na watu wazuri au wabaya, na wachawi na mizimu wanaweza wakafuata kuiharibu. Sio kila mtu aliyekuja kupiga vigelegele wakati unazaliwa ana nia njema na wewe. Wengine walikuja kwa lengo la kuharibu hiyo nyota. Wengine mmeharibiwa wakati mmeanza shule, tayari nyota zenu zilionekana za kusoma, waliharibu nyota za watoto. Ndio maana ni muhimu pia uombee watoto wako. Nenda kacheki watoto walipoanza shule walikuwa na akili. Baada ya muda unashangaa akili inatoweka. Unashangaa hapendi tena shule. Unashangaa tena hataki kwenda shule. Wakati mwingine zoea kuwapeleka watoto kwenye maombi. Si ajabu maroho yameshakaa, wameshateka ile nyota. Na leo nataka nitangaze, kila nyota lazima iachiliwe kwa damu ya mwana kondoo. Sema amina kama unabarikiwa. Namba 2 ambayo nimesema inaweza kuonekana ikang'aa. Namba 2, nyota ina tabia kubeba ufalme. Nyota yako, kuna nyota za biashara, kuna nyota za ndoa, kuna nyota za kila aina, Namba 2, nyota ina tabia kubeba ufalme na mamlaka na roho ya uongozi, ufalme wa biashara, ufalme wa kitumishi na kadhalika. Kwa hiyo kuna mtu anabeba nyota ya biashara. Wachawi wenzako wameshaona huyu ni mfanyabiashara, siku za mbeleni atakuja kutupindua. Wanachukua ile nyota, wanaiba, unabaki una kitu chochote, wanakubadilishia maisha. Mwingine ni nyota za ualimu, walishaiba, sio mwalimu. Mwingine ulikuwa na nyota ya kufuga, lakini sasa hivi ukifuga chochote kinakufa. Maana walipoona kufuga vitu vinakubali, wakaishambulia mikono yako, wakaiba ile nyota. Usione duniani tunamokaa, wanadamu tunaoishi nao, tunaocheka nao, wengine ni wanadamu kisura, ndani sio binadamu wa kawaida. Wamebeba madhabahu na roho za mashetani. Namna gani tunaweza tukapambana nao? Lazima nao ufike mahali uwe katika roho. Maana yake kimwili utaonekana kama mchawi, maana mchawi huwezi ukatambua kwa jinsi ya kimwili, lakini binadamu mwenzako. Yesu akasema adui wa mtu ni wale wa nyumbani mwake. Hamaanishi kwamba ni watu wa nyumbani mwako tu, anamaanisha kwamba adui wa mtu ni mtu kama wewe. Shetani akitaka kuharibu maisha ya mtu anatumia sura ya mtu kama wewe, na ile roho inakaa ndani ya ule mtu. Sasa leo nataka niwavalishe roho ya kimbingu, ili mkikutana na roho za mashetani iweze kupambana sawa sawa. Asielewe kama kuna mtu ananielewa? Sielewe kama kuna mtu ananielewa? Dawa ya moto ni moto. Hivyo hivyo ukitaka kushinda shetani roho, lazima uwe katika roho. Asielewi kama unanielewa? Naomba niseme hivi, binadamu pekee ndiye amepewa nafasi ya pekee. Amepewa nafasi ya kuishi katika mwili. Yaani mtu unaoishi kwenda kazini, kulima, kuongea, kufanya kazi zote. Na binadamu pekee. Hata Mungu mwenyewe amejinyima. Hana nafasi aliyotupa. Ni binadamu pekee. Mungu mwenyewe ni roho. Hautakaa umuone kimwili. Shetani naye ni roho. Maandiko yanaweka wazi kabisa. Ukiona shetani anapita kwenye ndoa, hapiti kama binadamu. Anamtumia binadamu, anakuharibu. Wangapi wanasema amen? Wangapi wanasema leo nitakuwa katika roho? Na ndio maana wachawi wanapokuja kwako kuharibu nyota, unashangaa usiku unaota, jana nimemwota fulani amekuja akanibeba, amekuja akanilisha vyakula, akawa anaongea na mimi. Kumbe saa hiyo ndio nyota inachukuliwa. Wewe unasema ni fulani, kumbe huyo mtu ni mtu kabisa. Asubuhi akiamka anakujua, anakuangalia, jana nimeenda kwake 1 2 3 tukafanya hivi, nikatoka na nimeshampa magonjwa hivi na hivi. Kwa hiyo yeye anakujua, lakini kwa sababu wewe hauko katika roho, mjui. Na ndio maana Biblia
inasema mtu wa rohoni uyatambua yote, bali yeye hatambuliwi na mtu. Sasa wachawi wanajua siri hii na mizimu inajua siri hii. Kwa sababu sisi hatuna siri hii, tunabaki tukiteseka, tunabaki hatuoni chochote. Wacha leo nikufungue macho. Ikibidi leo Mungu akutumie kama mfalme, na wewe uende katika ulimwengu wa roho, ukakamate maadui zako, ukawatanike. Sielewi kama unanielewa jamani. Sielewi kama unanielewa. Kuna mtu ananielewa mahali hapa? Mama mmoja tukawa tunaomba hapa, nikamwambia leo utakuwa roho aliyekutesa, leo nao utamtokea unamchinja. Hakuamini. Nikamwambia kwa sababu umeteseka kwenye ndoa, ukifuka tutakiendelee, leo naingiza roho ndani yako, then usiku naagiza malaika wa kunyanyue na wewe katika roho, uende kwa aliyekutesa katika roho. Kama anavyokutokeaga leo nao mtokee. Na hii vita ni vita vikali, maana hautamtokea ikanyamaza, utamtokea utamchapa. Asubuhi aropoke kwamba jana ulienda kwake kumchapa, ulienda kwake kumchapa. Kwa tukaomba, kaenda nyumbani, usiku akalala, akaota ameshika kisu, na yeye anaota sasa yuko katika roho, ameenda kwa mtu na hakuwa anamjuaga. Roho yako inajua kila kitu. Ndio maana ukitoka kwenye mwili wako, roho yako haiko katika mwili tena. Kinachotuzuia ni huyu mwili na takataka hii mwili, lakini roho yako inaona kila kitu, nafsi yako inajua kila kitu. Ndio maana ukipita mahali nafsi yako inasisimuka. Hii ni ishara nafsi yako inaona, kwa sababu tumekataa kutembea katika nguvu za Mungu, hatuoni mambo mengi. Kwa hiyo akamtokea usiku kwenye ndoto, akamwambia umenitesaga, leo ni zamu yako nikutese na nikuchoma kisu na kuachia magonjwa na wewe na kukatakata. Asubuhi kuamka, yule mama ameamka ana alama kila sehemu, akaamka hawezi kutembea, anasema fulani. Mbona zaidi anasema anayeniloga ni fulani, tena amekuja kwangu kunichoma na kisu. Akasikia akasema, baba nimesikia hicho kitu, amekuja akiropoka. Amemwambia ndio, jana ulienda katika roho, acha tena moto uongezeke. Leo nakutamkia, nenda kawatokea maadui zako, wakamate na wewe. Kuna mtu ananielewa mahali hapa? Sema ya. Sema ya. Siko nyota nyingi. Ukisoma kitabu cha Hesabu 24 mstari wa 17, anasema nyota inaweza kuonekana ukiwa mbali au unazaliwa ukaharibiwa. Ukisoma kitabu hicho anasema, hebu tuangalie. Leo kuna nyota za watu zitaanza kuonekana kwa jina la Yesu. Halo? Amina kama unabarikiwa. Wangapi wanasema leo nyota yangu itaonekana? Oho. Unaamini? Amen. Wangapi wanaamini nyota yangu itaonekana leo? Hesabu 24 mstari wa 17, Biblia inasema hivi. Hebu tusomeni wote. Tusomeni wote. Mshafika wote? Mshafika mtu wa Mungu? Anataka tusome wote hiyo nyota. Anasemaje? Hebu tuseme, namuona lakini si sasa. Namtazama lakini si karibu. Unaona? Anasema namuona lakini si kwa sasa. Huyu ni mtumishi wa Mungu anafunuliwa. Anasema naona lakini si kwa sasa. Alafu anasema namtazama lakini si karibu. Nyota itatokea katika Yakobo. Nyota ni mtu. Huyu tayari ameshaonekana. Kuna nyota inakuja katika nyumba ya Yakobo. Kwa sasa haionekani kwa jinsi ya kimwili, lakini kuna nyota inakuja. Alafu inakuja kufanya, sema tazama lakini si karibu. Nyota itatokea katika Yakobo, na fimbo ya enzi itainuka katika Israeli, nayo itazipiga pembe za Moabu na kuwavunja wana wote wa Gazia, na Edomu itakuwa miliki, Seiri pia itakuwa miliki. Waliokuwa adui zake Israeli watakapotenda kwa ushujaa, mwenye kutawala atakuja kutoka Yakobo, atawaangamiza watakaobaki mjini. Haleluya. Hii ni nyota ya Yakobo inaanza kung'aa. Katika nyumba ya Yakobo nyota imeanza kuonekana. Hata kwenye familia ya kwenu kuna kijana nyota yake imeanza kuonekana. Hata kwenye familia ya mama yako kuna nyota imeanza kuonekana. Hata mkini nyota yake imeanza kuonekana. Wacha nikwambie, tunaiona lakini si kwa sasa. Kama familia yako imewahi kudharaulika na kupigwa vibaya, na iona nyota inayokuja kutengesha maadui, na iona nyota inayokuja kuwapiga maadui. Sema amina. Kuna mtu anasema nyota yangu inaenda kuwatingisha maadui. Sema amen. Angalia, anasema naiona lakini si kwa sasa. Maana nyota inaweza kuonekana wakati unazaliwa. Wanaweza kaona kabisa kwamba
kwamba katika hii familia tunatesa, lakini tunaona mtoto yuko tumboni. Huyo mtoto si wa kawaida. Wakamwandama mtoto tumboni, wakakuandama ukiwa mkubwa. Kuna watu wameharibiwa siku mimba zao zimetungwa. Kuna watu wameharibiwa siku walipoolewa. Alipoingiza miguu kwenye boma ndipo nyota yake ikaanza kuonekana, wakamshambulia. Kuna watu wameharibiwa siku wanaanza masomo shuleni, wakawa ni wakudondoka ovyo, anazimia, akikaa nyumbani azimii. Maana yake ni nyota yake inateswa. Leo nataka nirejeshe kwa damu ya mwana kondoo. Mwambie mwenzako lazima leo irejeshwe kwa damu ya mwana kondoo. Kuna mtu anasema lazima nyota yangu irejeshwe leo kwa jina la Yesu. Haleluya. Namba 3, inaweza kuabudiwa. Kusoma kitabu cha Mathayo 2:11. Biblia inasema hivi. 2:11. Mathayo 2:11. Nataka uwe na hasira leo, utafute nyota yako. Sema amina. Anasema 11, anasema wakaingia nyumbani wakamwona mtoto pamoja na Maria mamaye, wakaanguka wakasujudu. Nao walipokwisha kufungua hazina zao, wakamtolea tunu, dhahabu na uvumba na manemane. Nao wakisha kuonywa na Mungu katika ndoto wasimrudie Herode, wakaenda zao kwa njia nyingine. Angalia, kazi ya nyota inafuta utajiri. Nyota unapokuwa nayo inaleta watu karibu yako. Ukiona wanadamu wanakukataa, kuna kitu kimeharibiwa ndani yako. Ukiona unakataliwa kuolewa, kuna kitu kimeharibiwa ndani yako. Ukiona unatafuta kazi upendwi, kuna kitu kimeharibiwa ndani yako. Sasa maandiko yanasema kazi ya nyota inapokuwa ndani yako, kuna watu itawavuta waje karibu yako. Maana yake, ngoja nikwambie, kesho tutakufundisha Ijumaa, nyota inaweza ikang'aa lakini bado wakati. Inawatesa watu wengi sana. Tutakufundisha Ijumaa. Na kama inasubiri wakati tufanyeje? Maana kwa unapita kwenye moto na nyota inasubiri wakati, na utajuaje nyota yake haijaharibiwa? Inasubiri wakati. Lakini leo nikufundishe, nyota inapokuwa ndani yako inaleta watu karibu yako. Hao watu sio watu wa kukupiga, inaleta watu wabaya, inaleta watu wema, na wanapofika kwako wanakutendea mema, wanafanya mema, wanakubeba wewe, wanakusaidia wewe, wanakutia wewe. Sielewi kama kuna mtu anasema amen. Sema amen. Haijalishi umefika umri wa miaka mingapi, umekaaje, wamekutenga wanadamu, wao usipigane nao, usiwachukie wao. Haijalishi ni mke wako na mume wako. Ninachotaka nikwambie, tuite nyota yako. Nyota yako ikija, kuna watu utawasema wametokea wapi kwenye maisha yangu? Mbona walinikataaga? Kuna kitu watafuata na mimi, kuna kitu watafuata ambacho hakionekani. Sema amen. Sema leo ni siku tukufu. Haleluya. Kama nikueleze kitu, hebu angalia mweza kwa maana umekuja kufuata nini hapa? Mwambie nyota ndio umefuata. Kwani si watumishi wako wengi? Geukia mwenzako bana, acha aibu. Kwanza msalimie, maana yamkini ulikuja msalimie. Kilichowafuta mje hapa sio kwa sababu najua kuhubiri sana kuliko wengine. Sio kama najua kuhubiri sana kuliko uliowaacha. No, kilichotokea mahali hapa na ile nyota inazidi kung'aa ni nyota ya utumishi iliyobeba. Kwa kila mmoja anasema hata mtumishi Elisha apigweje, nitaweka tu miguu. Hata nikataliwe, nitaweka tu miguu. Kwa nini? Nyota inapong'aa inavuta watu wema na wabaya. Wacha nikwambie, kuna watu waliokufungia milango ya biashara wamemiliki nyota yako. Nyota ikija, biashara itakutafuta. Itakutafuta haraka sakori ya mashaka. Sema amen. Naona nakwambia mwanangu, wanapokupiga vita usiwachukie. Wanapokukataa usiwachukie. Sometimes mkini kuna kitu kimeonekana ndani yako ambacho hawana wao, unachokitenda wewe. Kuna mtu ananielewa? Kuna mtu ananielewa? Kuna mtu ananielewa? Kuna mtu ananielewa? Nyota iking'aa mwanamke uko kwenye ndoa, huhitaji kupaka lipstick mpaka umechakaa. Nyota tu iking'aa. Mbona huyu mwanaume atanyoka? Huyu mwanamke atanyoka. Maana kuna watu wanateseka. Kama juzi niliwaambia wiki iliyopita, mama mmoja akaniambia nimemaliza lotion zote zilizoko dukani. Nimehesabu na perfume zote, hakuna basi sijapiga.
nimetumia design zote za kupika chakula, lakini bado naonekana takataka. Siku tunaomba, mke mwenza amemiliki nyota, na amemiliki nyota maana kijana yule kabla hajaoa alikuwa ni wale ambao wameshikiwa mke na mme, lakini alipoolewa kumbe nyota yule dada ilikuwa inang'aa. Alipoweka miguu kwenye hiyo boma, neema ikaanza kutiki, mambo wakaanza kuingia, baraka ikaanza kuingia, wakaanza kujenga, wakaanza kuneemika. Sasa mwanamke mwenza alipoona wakamiliki nyota yake, jamaa akapotea nyumbani, anamwona mwanamke afai. Siku amekuja akanieleza kama siku nilivyowaambia. Nikamwambia mama, tatizo. Akaniambia baba, angalia sura yangu, nimechubua. Nilikuwa mweusi, lakini nilikuwa flat, lakini nilikuwa mweusi, lakini nimetumia shower carrot na vitu vyote vinavyounguza uso. Nimeona labda kwa sababu mimi mweusi ndio maana sipendwi, nimekuwa mweupe, ndio uso sura yangu. Kwa hiyo unasema akasema baba, nimeachwa. Nikamwambia mama, tatizo sio shower carrot na sio sura, tatizo ni nyota imechukuliwa. Kwa hiyo tupige maombi, tupige ngombe, turejeshe nyota. Nyota ikija, kila kitu kitakuheshimu. Tumepiga nyota, mke mwenza kula anaropoka, jamaa kula amekamacho. Hivi ninavyoongea wanaendesha nyumba yao, wanaanza kujenga nyumba yao, amerudisha kwenye kazi ambayo kutarajia. Wengine wanasema nyota yangu anakwambia nyota iking'aa utatafutwa kona zote. Hello? Hebu sema leo nyota itakuja. Sasa nyota inaweza kuabudiwa. Unashangaa, hujawahi kuona unatembea barabarani, unampenda tu mtu. Haya bwana. Unamwangalia tunasema, dada, samahani, habari? Kaka, samahani, habari? Anakuangalia, unafutiwa tu. Hata ukimkuta mdogo nikusaidie, naomba nikusaidie. Haja kuomba, lakini huko ndani kwako unafutwa. Nini kinachokufuta? Ndani yake kuna nyota, ndani yake kuna neema, ndani yake kuna baraka, ndani yake kuna vitu vinavyokufuta. Unisaidie. Leo nataka ndani yako hiyo kitu kiingie. Nataka kuomba unisaidie. Sasa wenzangu na mimi hapa na ambao wameingiziwa roho, siku ya shida ndio wanakutana na watu wabaya. Kwa hiyo kutanishwa na watu wema, unakutana na watu wabaya. Sema kufa na lako. Sasa nataka hivi, nyota yako ikija, ukienda Arusha unatembea tu sokoni una hata 100. Mtu akwambia nasikia nikupe 1000 umebarikiwa, nenda tu kanunue. Ukipita huko mtu akupitia nyota yako. Hebu sema nyota yangu. Naomba nikupe siri. Kuna wanaume wanao wanawake wawili. Nenda kachunguze. Unashangaa, nenda kachunguze tu wanaume wanao wanawake wengi. Unaweza kuna ana mali. Unaweza kumwambia nenda kamwe mwanamke fulani ana nyota. Unashangaa unakuja kuolewa kumbe nyota yake imeshaonekana kwa mganga. Kwa hiyo unaendelea kuzalisha mali wote bila yeye kujua. Nimekutana na mama mmoja na aliwahi kuja hapa. Akaniambia baba, naomba uniombee. Nikamwambia shida nini? Anasema naomba sehemu za siri hujawahi kuona. Kwa hiyo nikamuuliza unaomba sehemu za siri kwa sababu gani? Akasema basi sijui. Na nikimwambia mume wangu ananipeleka kilo hospitalini, lakini nikimwambia naenda kwenye maombi, ananiambia nenda maombi yoyote lakini usikanyege maombi huyo jamaa ambaye ni mimi. Nikamuuliza kwa nini maombi yangu yana shida gani? Akasema siku ukienda kwenye ile maombi, siku hiyo vitu vyake vinaharibika. Nikaona muuliza, kwani mume wangu ni mshirikina? Akasema nimekwambia hivi, nakupa onyo. Nenda maombi mengine yote, lakini kwa Elisha usiweke miguu. Sasa akasema nikashangaa kitu kimoja, nikajibia siku moja nikaja. Nafika nyumbani anakuja ananiambia leo umeenda wapi? Na hakuna mtu amemwambia. Anaingia chumba ananiambia vitu vyangu vinaniambia leo umeenda mahali fulani. Sasa nikamwambia nenda kamuulize. Hiyo tatizo unalotesa nienda amesababisha. Akaenda akamwambia wewe nimekuambia usikanyage kwa Elisha tena. Vitu vyangu nani mtu anga hii? Vitu vyangu vinaharibika. Nikamwambia sasa naomba uandae sadaka. Huu ni wakati wa kumchinja huo mume wako. Kwa hiyo akaandaa sadaka akaombea. Nikamwambia si unaona kila siku anakuja kunisumbua hapo ofisini, anamtumia mtu naomba nimuone mchungaji. Na nikamwambia sasa mama, nataka nisiwezi wakati mwingine nikuonyesha tatizo ambalo liko karibu na mtu wako. Sikwambii nabii nikusaidie namna gani tuombe, wewe mwenyewe kwa macho ukaone. Usiseme nabii ameniambia ukaseme nimeona mwenyewe. Na leo nakutamkia macho yako yafunguke. Akaenda kuombea sadaka akaleta. Nikamwambia mama, sasa leo ndio siku ya kwenda kujua huwa anayekutesa ni nani. Kwa hiyo akarudi nyumbani. Anarudi nyumbani, anakaa
chumbani, mwanaume amekuja na pikipiki akaingia chumbani, akamwambia nimekwambiaga nini? Umeenda wapi leo? Nimekwambia hivi ujui hii imani tulionayo ni ugonjwa ulionao ndio ni mapepe yanakaa pale tunaweza kuishi. Mama akasema, "Na wangu umesemaje?" Akaambia, "Hiyo sehemu za siri kuuma kwako ndio hii gari, ndio hii pikipiki, ndio hii ukuta tumezungusha hapa, ndio hii kitu mpaka unachokula. Nilipokuaga niliambiwa nikuoe maana nyota yako inang'aa." Hata kama nimewaka na kutumikisha leo hadondoke kwa tamu ya mama kuondoka. Hata kama ni yeyote tusimuonee huruma, tuachane katika jina la Yesu. Sema fire! Sema fire! Wangapi wanasema leo moto utawaka kwa jina la Yesu? Inaweza kuabudiwa, wakaanguka wakasujudu na kutoa zawadi nyota, na wakatoa zawadi. Nyota ina nguvu ya kuvuta baraka. Nyota ina tabia kutangulia mahali husika. Ukisoma kitabu cha Mathayo 9 hiyo, nyota ina tabia kutangulia mahali husika. Nisikilize tu. Nyota ni hivi, kwa mfano kuna nyota ambayo sio ya kufungua biashara. Mfano, unaweza ukafungua duka hapa. Kazi ile nyota inaenda kung'aa pale. Sasa iking'aa pale, naomba ufanye sachi mwenyewe. Tembea Ngaramtoni, nenda hata hapo Kibaoni. Tembea mahali penye maduka. Kuna duka ukipita wewe mwenyewe hivi, unashangaa inakuvuta. Na ile duka linaonekana. Lakini unashangaa jirani yake ni kama watu wengi hawaendi. Unashangaa wote mnapenda kwenda pale. Yaani kama kuna kitu kinakuvuta. Au tembea pale Ngaramtoni, kuna sehemu unaona duka lipo hata kila moja, lakini pana mwanga fulani, pana neema fulani. Maana yake nyota ya ule mtu aidha tangu amezaliwa au ameenda kwa mganga, nyota yake inang'aa pale. Maana nyota ina tabia kutangulia. Ikishafika majira ya nyota kufanya kazi, maana kuna majira ambayo Mungu ameweka ndani yako. Itakapofika wakati ule, baraka zako zitaachiliwa. Maana yake wachawi, ukisoma kitabu, Mungu nisaidie, Mungu wangu nisaidie. Sema amina kama unabarikiwa. Okay. Duniani hakuna mtu ambaye hajaandaliwa baraka. Mtu asikudanganye. Yaani mtu asikudanganye kwamba sisi tumelaaniwa. Hakuna. Lakini kwa bahati mbaya waliobarikiwa duniani ni wachache, sehemu kubwa bado hawajabarikiwa. Sijui kama unanielewa? Unanielewa? Ukisoma kitabu cha Mhubiri, anasema nikachunguza chini ya jua, nikatambua sio wenye mbio wanaoweza kushinda katika vita, katika mchezo. Akasema sio wenye nguvu washindao katika vita. Alafu akasema sio wenye hekima wapatao chakula. Maana yake sio wasomi watakaofanikiwa. Kuna vitu viwili anataja pale chini. Anasema lakini bahati na wakati humpata kila moja chini ya jua. Maana yake kuna bahati na wakati. Sasa wakati upo na ile bahati ipo. Sasa wachawi wanachotembelea au mizimu wanachotembelea wanakamata bahati na wakati. Kwa kuna mtu wakati wako kubarikiwa umewadia, lakini amepitiliza abarikiwi. Maana ule wakati wako umekamatwa. Nataka na ndio maana ukienda kwenye madhabahu ambao watumishi wanapewa macho ya kuona madhabahu za kinabii, kabla mtumishi haja kuwekea mikono. Ndio maana Paulo anasema kwenye kitabu cha Timotheo, anasema usifanye haraka kumwekea kila mtu mikono. Maana sio kila mtu wa kumwekea mikono. Ukienda kwa mtumishi anaona katika ulimwengu wa roho, hakubandiki tu mikono ovyo ovyo. Anachofanya, anaenda katika ulimwengu wa roho, aangalia tatizo lako. Je, majira ya kubarikiwa kwako, majira ya kushinda kwako, je, yamewadia? Kama yamewadia, anaamuru sasa kwamba nyie mliokamata majira ya huyu mtu, na huyu mwachia majira yake aingie kwenye baraka zake katika jina la Yesu. Halo? Halo? Mwamba, 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 anaangalia vitu viwili kama ni mtumishi anaona kwa macho. Sio kukumalika tu mikono. Roho papa shaka. Kuna mengine sio ya kukemea. Kuna mengine sio ya kuomba. Kuna matatizo mengine yanakutana na watu sio ya kuombea, ni kuwapa maelekezo. Fanya 1 2 3 unatoka.
Sasa maana sio kila mtu akumwekea mikono. Sasa anapokuja mbele yangu unaangalia wakati na bahati. Maana kuna mtu anapita kipindi kigumu, lakini kumbe Mungu ameamuru apite. Lengo la Mungu wala sio shetani hayupo. Lengo la Mungu ni ili amfundishe akiwa jangwani afikie wakati wake wa kubarikiwa. Sasa wachawi wanachofanya, wanakamata wakati na bahati. Wakikamata wakati wako na bahati zako, inafika ile wakati baraka hazipo. Wangapo wanasema leo baraka zangu ziachiliwe katika jina la Yesu? Sema amina. Sema amina. Ndio maana nakwambia hakuna mtu aliyezaliwa kwa bahati mbaya duniani. Na hakuna mtu aliyezaliwa laaniwe duniani. No, hiyo haipo. Hiyo haipo. Kila mmoja ana baraka zake. Hata kama mmezaliwa 10 kwenye familia, hata kama mmezaa watoto 10 kwenye familia, umewaleaje hujawapa nguo? Kila mtoto anakujaga na riziki yake. Na ndio maana nimekuambia hata wamama walioko hapa ni mashahidi. Mtoto anapozaliwa anazaliwa amekunja ngumi. Hakunaga mtoto anazaliwa amefungua mikono hivi. Kila mmoja amekunja ngumi. Hii ni ishara kila mmoja amekabidhiwa kitu kutoka heaven ili aje kufanya duniani. Nami nakutamkia hiyo kitu kisipotee ufanye duniani. Nisikilize mwanangu, kuzaliwa kwenye familia maskini sio tatizo. Na usimlaumu mama yako kwamba amenizaa hana lolote, sio tatizo. Kuzaliwa na baba mlevi sio tatizo. Tatizo ni wewe ukifu ukiwa maskini. Tatizo ni wewe ukifu ukiwa na hayo maisha ya wazazi wako. Kama mama yako alikuwa na nyumba ya samadi, kataa sema nitajenga nyumba ya bloko. Watoto wangu watajenga magorofa. Sitaishi kwenye nyumba. Usiwalaumu wazazi. Wamekuleta duniani, umeshakuja duniani, acha lawama kwa wazazi. Sema mimi ndio nimezaliwa, mimi ndio nitawabalisha wazazi, nitawapa nguo, nitawapa chakula, nitawajengea. Watajua yuko kijana aliyezaliwa kwenye familia. Kuna mtu ananielewa? Kuna mtu ananielewa? Ingekuwaga ni wasomi ndio wanaofanikiwa duniani, wangefanikiwa wengi. Ingekuwaga ni wenye nguvu, kuna watu wenye nguvu sana kama wakina Samson, lakini hawana chochote. Kinachokufanya ufanikiwe ni nyota yako, wakati na bahati. Nataka turejeshe wakati na bahati. Hebu sema wakati.